Lakini humu tutapata watu wanaojua hiyo lugha, tutapata watu ambao wamejifunza nyingine toka nyumbani walikotoka. Mfumo mwingine ni wa umeme. Mfumo wa umeme. Mfumo wa umeme ndani ya gari. Sosi kubwa ya umeme ndani ya gari ni betri. Japo viko vitu vingi sana. Kuna betrio, kuna alternator, kuna siu katauti, kuna regulator, kuna coil, kuna distributor, kuna condenser, kuna plug. Viko vingi vya umeme. Lakini sosi huku ni usukumani. Kikombe kinacholala nyumbani ili kesho mama apate moto akapike. Wanaweka maji ya ng'ombe, si ndio? Sasa kwenye gari tunaweka betri. Betri ndio kikombe kinacholala na moto ndani ya gari ili kesho ukija utekenye iondoke. Ni betri. Baada ya gari kuwaka, betri haina kazi. Unaweza kaitoa betri kakaa hapa Shinyanga, ukaenda mpaka Mwanza, ukageuza ukarudi, lakini usizime. Na ukifanya jaribio hilo, hakisha zile terminal zote mbili umezifunga matambara, zisigusane na chuma yote. Kigusana na chuma tu unaua alternator. Kwa sababu pale kuna terminal, kazi yake kutoa moto kwenye alternator, kuileta icharge betri na kukua imeisha moto. Wakati unakimbia. Kwa hiyo ile ikiguswa tu bodi inarudisha moto kwenye alternator, alternator inakufa. Alternator ikiwa safi, chomoa terminal ziachanishe, gari inaendelea kuunguruma. Alternator. Betri kazi yake ni kukutekenya tu. Shacheka gari basi. Betri inapumzika. Wale wanakwenda wanawasiliana. Kuna mtu anaitwa alternator, kuna mtu anaitwa regulator, wanawasiliana. Ukipaki mahali ukapiga muziki wakati umezima gari, pale unatumia betri. Na unatumia betri kama mpiga disco vumbi. Anaanza saa 2 ikifika saa 6 betri imeisha, jamani tunafunga. Anaenda kulicharge tu. Kwa hiyo unapotumia betri chombo chochote cha umeme, honi, radio, taa, umezima gari, unatumia betri. Kwa sababu alternator imesimama, haina uwezo wa kutolea nini? Umeme. Lakini gari inapowaka, piga muziki, piga honi. Hata uweke mguu pale kifuti, gari inakimbia, umeweka futi pale kwenye honi. Piga mpaka Mwanza, hakuna madhara. Kwa sababu umeme wake unatoka kwenye alternator. Sasa betri hizi tunaziongelea japo mfumo ni mrefu sana. Betri hizi ziko aina nyingi sana, lakini aina kuu tunasema kuna betri tunasema ya unga, si ndio? Lakini kuna betri ya maji. Maisha ya hivi vitu vikoje? Tuchukue betri ya unga. Betri ya unga sasa hivi mimi siwezi kuiamini sana. Zile za mwanzo zilipotoka zilikuwa na saini pale juu, signal. Kuna kakioo pale kanawaka rangi ya kijani, kuonyesha kwamba iko safi. Lakini pembeni ya kale kakioo kuna kakaratasi kamebandikwa. Kana rangi nyeupe, nyeusi na pinki kama sikosei. Kwamba rangi nyeusi betri imekufa tupa. Rangi nyeupe kachaji. Ile ya pinki kijani sawa. Kijani betri yako iko safi. Wanasema good condition. Ndio hiyo. Sasa basi betri za sasa hivi inakufia wakati ina rangi ya kijani na wapo. Imetokea hiyo. Nilichukua gari shimeji yako Mwanza, nikaenda Morogoro nyumbani. Nilitoka Morogoro usiku, mimi natembea sana usiku na nataka kubishana na vijana mjiani. Sababu wengine wameambiwa tunaenda kajifunze barabarani, na kifika barabarani anakuwa mbishi, anakuwa mtaalamu, ukimwambia unanidharau. Sasa hiyo biashara wasifanye, natembea usiku. Kutoka Morogoro usiku nikaenda nikalala Arusha. Asubuhi naamka, napiga gari start, haiwaki. Nafungua bonnet betri, inaniambia good condition. Wenyeji wakaniambia hivi, inawezekana umesahau mlango au taa au nini. Nikasema jamani, mtaalamu nilionao ufanye nisahau mlango. Nikamwambia haiwezekani. Wakasema tukaicharge. Wakafungua vijana wa kaka zangu. Wakafungua wakapeleka charge. Lakini mimi nikawaambia hivi, nipeni 140 nikanunue betri nyingine. Wakasema tukacharge, wakaenda kucharge. Kurudi kupiga. Nikawaka. Nikasema tuzime. Siondoki. Ilikuwa kama saa 4. Siondoki mpaka nikae hata masaa 3. Ikiwaka na nitaenda. Nilipokuja baadaye kupiga tumemaliza chai, nimekataa kuacha. Wakati huo inaniambia good condition. Kwa hiyo sijiamini sana. Betri ile ndani mle ukiangalia sio unga, ina maji pia. Kama uamini jaribu kuitikisa, ina liquid ndani. Ila hawaweki mengi kama maji, betri ya maji. Kwa hiyo kifo cha kile siwezi kukiongelea sana.
Lakini nataka nibezi hizi za maji ambazo wengi tunasema betri ya unga na ya maji ipi ni nzuri? Betri ni matunzo yako wewe. Wengi hatujui kuzitunza betri. Ndio maana tunasema betri hizi China kaleta katumaliza. Kifo cha kawaida ambacho hakihitaji matanga wala kutoa taarifa polisi. Kifo cha betri ni miezi 12. Betri yako ikimaliza mwaka, yani usialike hapa ndugu kwa maana betri imekufa, wala haina haja ya kusikitika. Miezi 12. Lakini betri watu zinawafia miezi 6, miezi 3. Uongo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kifo kwanza cha betri, hata alternator inaweza ikasababisha kifo cha betri. Alternator. Uoshaji, kupeleka gari kuosha, unasababisha kifo cha betri. Alternator inaweza ikapoteza mwelekeo, ikawa na overcharging. Baadaye utasikia betri yako inanuka. Kwa nini inanuka? Alternator kapeleka moto kwenye cutout au regulator imekufa. Inachaji kule moja kwa moja, haina kwa kwamba ikate sasa imetosha. Kwa hiyo betri inachemka mpaka inakufa. Wewe utasikia harufu. Wakati mwingine unakuta mpaka betri inamwaga maji. Zile za pikipiki zinamwaga maji kwenye ile bliza kubwa ile. Kama kakifa kale kaidi kitofaa nyuma kableta. Inamwaga maji kwenye ile bliza kubwa ile. Unakuta chassis imekuwa kutu tu maji ya betri. Ile ni overcharging. Kwa maana betri inachemka. Kwa betri ilivyo karibu, ilivyo sawa, system yake iko safi, haiwezi kuchaji mpaka ikachemka. Sasa basi, unapotembea na gari yako, unaweza ukafanya matibabu ya kienyeji ya kujua betri yangu nzima au sio nzima. Mfano usiku, ukikanyaga moto, unakuta taa zinachanua kabisa, unaona vizuri, si ndio? Ukitoa mguu, unakuta taa zinafanya nini? Zinafifia. Pale unatumia moto unaotoka kwenye alternator. Ukiongeza mzunguko wa alternator, umeme unatosha. Ukipunguza umeme, betri haitunzi, haina akiba. Sasa unatakiwa ufike nyumbani, uiangalie betri yako. Inawezekana imepunguza maji au maji yamo lakini hayana nguvu. Kuna vitu viwili. Kuna kupunguza na kuisha nguvu. Msikiliza vizuri. Betri ina maji aina mbili. Kuna maji yanaitwa asidi, unapewa siku ya kwanza ambayo umenunua betri yako dukani. Siku ya kwanza unaita maji makali. Yale maji huwa yanaingia yenyewe, hayana mchanganyiko na kitu kingine. Na yakiingia yale maji, lazima uhakikishe betri hii kila baada ya siku 2 hiyo inawaka, gari inawaka. Ukisafiri, ukaenda mahali zaidi ya miezi 3-4, mwaga maji, acha betri iko kavu. Asikwambie, la sivyo mwache mtu awe anachemsha. Unapoita kuchemsha engine uisaidie lolote, unaisaidia betri tu isife. Pale unapoambia nichemshie gari bwana, niko shule miezi 3 nina kozi. Pale unaisaidia betri, sio engine. Kwa hiyo unapoenda kuichemsha, unaichemsha betri. Kama unaona hakuna mtu kuniwashia betri, basi ninakuomba mwaga maji yale yote, alafu iache betri kiwa kavu. Ukirudi utanunua maji mengine uweke. Ndio maana hakuna duka linalouza betri imewekewa maji. Haipo. Ukinunua dukani utakuta mifuniko iko peke yake, betri iko peke yake, na pale juu ya betri unapiga sili. Kwa sababu mle ndani kuna carbon dioxide, nje tunatumia oksijeni. Ukiacha mifuniko wazi, betri utakuta ina carbon dioxide inavutana na oksijeni, inatengeneza ukungu, inapunguza nguvu ya dawa iliyowekwa mle. Betri ya maji mle ndani kuna unga umewekwa mle kama tumbaku, kijiko kimoja cha chakula kila tundu. Ule unga unaenda kukaa kwenye aluminium. Ni sawa sawa na gesi iliyo kwenye friji yako ya kushika ubaridi stock. Na ule unga ndio kazi inayofanya. Kukaa kwenye zile seli. Betri na vyumba 6, kila chumba kina seli 2, kwa vyumba vyote 6 kina seli 12, na volti 12. Kila chumba kina volti 2. Kwa hiyo unapokuwa unasafiri, mwaga maji, kama uwezi weka mtu akuashie. Lakini unapoona betri yangu siku ikikanyaga moto inawaka vizuri, nikiachia inafifia, taa zinafifia, fungua boneti uangalie. Kama maji yameshuka, ongeza. Kama maji yako juu, mwaga, weka maji mengine makali. Sasa, jinsi gani ya kubadilisha haya maji? Kama unataka umwage maji yote, haupasi kumwaga kama mnavyokwenda watu wa pikipiki. Pikipiki anakwenda na abiria, anafika kwa fundi, ananyanyua mguu, toa betini, weke maji, nataka kwenda. Huko sio kumwaga maji ya beti. Huko umwagi maji ya beti. Maji ya beti unatakiwa ufungue mifuniko,
kabla hujaitoa yote kuichomoa pale umeshailegeza, igeuza betri ikae sio chini ya masaa 6. Baada ya hapo unatoa ile mfuniko, maji yafanye nini? Yaishe chini. Baadaye unaigeuza, unaipangusa, unaweka maji mengine. Huo ndio utaalamu. Unapofungua kuimwaga pale pale unainua unaweka. Yale maboksi hayawezi kumaliza yale maji. Hayawezi. Kwa hiyo utaleta mapya, utachanganya mle, alafu unakuta yamebaki. Kwa nini yabaki wakati umeambiwa hii inatumia lita 4? Kwa nini yanabaki? Kwa sababu yale makaratasi yalikuwa hayajamaliza nini? Maji. Betri itaendelea kukusumbua siku hadi siku. Kwa hiyo unapomwaga betri, angalau yasipungue masaa 6. Acha mafundi wenye njaa. Anataka uondoke ili avute mtu mwingine. Igeuze betri, acha itoe maji. Hata wewe mwenyewe zoezi ya gari unaweza, kama utakuatisha maji. Unafika nyumbani unafungua tu terminal zile. Ila namna ya ufunguaji zile terminal kuna somo pale. Namna ya ufunguaji kuna somo. Kuna wenzetu walipata ajali Mbeya. Wamesomba mafuta wakapeleka ndani. Kijana wao akasema ngoja nikachukue betri, nipigie mziki. Alipokwenda pale na spana